nimetokea ghetto, ni mtoto wa ghetto, kikubwa tu kuseto, kiwanda na ghetto, nimetokea ghetto, ni mtoto wa ghetto. Alright, hii ni The Ghetto Section. Mimi ni Mr. Luta, nyuma kama leo Haruna Hashim, tunakurusha matangazo haya live mpaka kunako screen yako. Sasa mada ambayo ipo leo hapo mezani ni kwamba pressure ya mafanikio kwa vijana. Tunafahamu sisi vijana wengi tunatamani kutimiza mafanikio yetu ama ndoto zetu, lakini kitu ambacho kinaingilia hapo kati ni kwamba pressure ya kufanikiwa kwa haraka. Vijana wengi tunakuwa tuna pressure ya kufanikiwa. Tunaamini katika kila kitu ambacho tunafanya lazima kuwe kuna stage. Kuna namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 mpaka unafika namba 10. Lakini sisi vijana pressure ndio inatukwamisha sana. Sasa wadau wa Ghetto Section wameweza kutoa comment zao huko mtaani. Twende tusikize maoni yao. Wadau wa Ghetto Section, hii ni The Ghetto Section, usitoke usibanduke. Okay, hii ni The Ghetto Section na mimi ni Mr. Luta. Sasa tumeamua kufika mtaani kuweza kuwahoji baadhi ya raia, vijana na watu wazima, kuweza kuwahoji kuhusiana na pressure ya mafanikio. Sasa twende kwa baadhi ya vijana tuweze kuwahoji maswali hayo. Yes, mambo vipi mzee? Kama kawaida bana, hii ni The Ghetto Section. Hapa kuna baadhi ya maswali ambayo tunataka kukuhoji sisi kama Ghetto Section. Ni kwamba kitu gani ambacho kinawapa sana pressure vijana? Kitu gani ambacho kinapa pressure vijana mafanikio? Yes, kwa wewe ambao unadhani kitu gani ambacho kinampa sana kijana pressure ya kufanikiwa kwa uharaka? Mimi naona kama mtu akiwa na miemko, akiwa na miemko ile ya haraka inakuwa inampa pressure sana bwana, kwa ajue afanye nini. Hiyo ukiwa umetulia hivi ukitaka kufanya kitu ukitulia unafanikiwa. Wewe unataka kusema kijana kama ametulia hapo ile hulka ya kufanikiwa kwa haraka inapungua? Yaani ukitulia kama unataka kufanikiwa, tulie na nulenge nia yako, unataka kufanya nini ili ufanikiwe katika malengo yako. Bana, hayo si maoni yangu mimi, ni maoni ya kijana yupo hapo mtaani, anakuambia ukitulia hulka ya kufanikiwa kwa haraka ama pressure ya mafanikio nayo utaweza kuihandle. Si hoja yangu mimi, basi utafuta kijana mwingine naye ataweza kumhoji baadhi ya maswali mawili matatu. Bana, umetisha sana. Hii ni The Ghetto Section. Asante. Yes, sasa kuna wana wapi ambao tumeona hapa, tunataka tupige nao story 2-3, tuulize pia maswali 2-3, tuweze kusikia nao maoni yao ama hoja zao. Sasa tukae na wanetu wakitai tuweze kuwasikia. Yes, mambo vipi wazee? Kama kawaida. Hakika sasa bwana, hii ni The Ghetto Section. Tupo leo mtaani hapa, kuna baadhi ya maswali 2-3 ambayo tunahitaji kuwahoji nyinyi kama vijana wenzetu, tuweze kuwahoji vijana wenzetu wao wengine waweze kusikia. Sasa swali ni kwamba wewe kwa mtazamo wako unadhani ni kitu gani ambacho kinampa sana kijana hulka ya kutaka kufanikiwa kwa uharaka? Yaani hapo mimi kwa langu mwanangu naweza kujibu kwamba kijana ambao kinampa hulka ataki kufanikiwa kwa haraka, kuna ile hali ya matamanio, sio? Unaelewa matamanio. Unajua kwa mfano mimi kama wewe tumekuwa mtaa mmoja nini, afu from nowhere unakuja kuona hivi unasukuma ndinga nini, afu ukija kuangalia hivi lazima niwe na matamanio mimi utaka kufanikiwa kwa haraka. Yes. Kwa ukakuta labda nikatumia shortcut, unaelewa? Sasa hayo ni maoni ya mwanetu hapa kitaani pande fulani hivi za Dar es Salaam. Hayo ni maoni yake, lakini pia hizo hulka za kutaka kufanikiwa kwa haraka zina madhara yake. Hapa brother ni aje? Bwana fresh, habari yako? Safi. Bwana, kuna kama unaweza kusikia hapa swala la mwenzetu. Sasa hulka ya kutaka kufanikiwa kwa haraka pia ina madhara yake. Wewe kwa mujibu wako wewe unadhani kuna athari gani ya kijana ambaye anataka kufanikiwa kwa haraka? Kuna athari gani ambayo anaweza kaipata? Athari zipo nyingi sana. Wengine unaweza kuchanganya, unaweza kushirikisha labda kwenye madawa ya kulevya, kundi ambao kwa uhalifu, ndio vinavyosababisha vijana kupata athari. Yote ni kutaka mafanikio kwa uharaka. Yes. Sasa hayo si maoni yangu mimi, ni maoni baadhi ya wadau na vijana wenzetu hapa mtaani ndio wameweza kusema maoni hayo, kwa kuna athari za vijana kutaka kufanikiwa kwa uharaka. Wanaweza kujiunga kwenye makundi mabaya kama madawa ya kulevya, wizi na makundi mengine. Lakini pia hapa brother ameweza kutuambia kuwa kuna baadhi ya uchochezi ambazo zinaweza kufanya kijana aweze kufanikiwa kwa uharaka, kutaka mafanikio kwa uharaka. Ni kwamba ameweza kuniona mimi
Pasco Mandinga naye anapata hulka kutaka kufanikiwa kwa haraka. Hayo ni maoni yao, basi tuweze kupita kwa wadau wengine, tuweze kuwahoji, tuweze kusikia nao hoja zao. Hii ni The Ghetto Section, usitoke usibanduke. Yes, sasa tuhoji baadhi ya wadau wengine. Yes, kuna Faza hapo, ngoja tuweze kumhoji swali lake, tuweze kusikia yeye maoni yake atasemaje. Faza, shikamoo. Kwema sio? Fresh. Sasa hii ni The Ghetto Section, leo hii tuko mtaani kwako. Tunataka kuhoji baadhi ya maswali mawili matatu. Swali ni kwamba wewe kama mzazi una mchango gani kwa kijana ambaye anataka kufanikiwa kwa haraka? Jambo la kwanza anapaswa kumtegemea Mungu. Muombe Mungu. Dumu katika ibada, dumu katika kusali, dumu katika kuomba, dumu katika kumtumikia Mungu, utaona namna ambavyo Mungu anakuwezesha. Asante sana Faza. Hayo ni maoni yake kama mzazi, kumtegemea Mungu. Sisi vijana tumtegemee Mungu, ndivyo tutaweza kupata mafanikio yetu kwa njia stahiki, si njia tena ile ya pressure. Hayo ni maoni yake. Hii ni The Ghetto Section, mimi ni Mr. Luther. Mpaka wakati mwingine turudi tena studio. Bye bye. Na hayo ni maoni na mitazamo kutoka kwa wadau wa Ghetto Section huko mtaani. Basi tuamini katika kila jambo ambalo tunafanya linaenda kwa stage na mambo yatakuwa sawa sawia. Usisahau tu kujoin na sisi Ghetto Section, familia bado ni kubwa sana. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Ghetto Section ndo mahala ambapo vijana tunakutana. Mpaka wakati mwingine tena. Bye bye. Nimetokea ghetto